kwenye crisis. Jana nimesikiza hiyo bajeti wao wanasema wametenga kwa mwaka huu wa fedha za usafiri trilioni 1 ya Tanzania. Yaani wewe una budget ya trilioni 62, alafu fedha za kusafiri umetenga trilioni 1. Yaani hizo, sikia Samia ameenda si wapi, alikuwa Russia, wanaenda kura bata huko. Sikia si waziri yaani eti waziri wa madini anatoka Dodoma anaenda eti Geita kukagua madini. Pale Geita kuna mtu anaitwa afisa madini wa wilaya, afisa madini wa mkoa, afisa madini wa kanda. Huyo hawezi kumletea taarifa anazohitaji mpaka aende yeye mwenyewe, kwa sababu the system is broken. Ukitaka kufanya kazi, mwili ni mfano wa system. Mwili ni mfano wa hivi, mdomo unahitaji kushuka kutoka hapo ukale chakula pale. Ubongo una komandi mkono unaleta chakula machoni. Sasa wanachofanya, kama system iko broken, itabidi mdomo ndio ushuke wenyewe kwenda pale. Ndicho wanachofanya, kwa sababu there is no system. Kwa sababu kama umeweka watu kule chini, afisa elimu, wewe unapaswa hata labda uende kila siku wako kule. Kwa nini? Kwa sababu ni mazingira ya rushwa, kwamba waziri amekuja lakini kuna mtu wa usalama wa taifa yuko pale, wa mkoa, wa wilaya, wa kanda, kuna mkuu wa wilaya, kuna nini. Sasa hao watu wote, kuna mkurugenzi. Kwa nini wasisimamie kile? Kwa nini waziri? Kwa sababu waziri sio mtendaji. Waziri unapaswa kusimamia policy. Ngazi ya waziri ni ngazi ya policy, sera, sio utendaji. Kwa sababu waziri hawezi kuwa kila. Ndio maana kwa mfano tuna wizara eti ya maji, na eti yule waziri wa maji ndio sisi wanasema eti ndio bora kuliko wote. Kila siku utamwona amekimbia, mara amejitwisha ndoo. We don't need maigizo ya wewe kujitwisha ndoo, tunahitaji maji. Sasa huyo waziri atakuwa Tarime, wakati huo wawe Rukwa, wakati huo wawe Mbeya, kwa sababu you have watu, una watu. Wewe ni kusimamia policy. Kwa nini wewe afisa maji wa mkoa hatuna maji na kufanya? Afisa maji atamfanya yule wa chini yake, yule atamfanya yule aliyesababisha uzee. Sasa ukienda pale ukapiga kifua mkwara, ukasema sisi nimefukuza hapo, ukiondoka nani anasimamia pale? Urudi tena baada ya miaka 10. Inawezekana kweli? Hivi mnaelewa ninachokisema? Huhitaji waziri kuwa kila sehemu. Sio Mungu, is not omniscient. Waziri hawezi kuwa omnipotent au omniscient kama Mungu. Ndio maana hata ya maigizo eti ya rais, si rais, watu hawana ajira. Hebu fikiria nchi eti kuna mtu anaitwa waziri mkuu, anazunguka watu, anaenda kumwambia mimi si nilikuwa na mpenzi wangu akanipiga mimba, sio amenia. Hiyo ndio kazi ya waziri mkuu jamani. Huyo atafikiria saa ngapi namna ya kukutengenezea wewe ajira? Fikiria tu. Waziri mkuu anasuluhisha migogoro ya ndoa, ya mapenzi. Si nimezulumiwa ardhi. Sasa afisa ardhi wa wilaya anafanya nini? Tupeni nchi tuinyoshe. Give us this country. Tunajua matatizo yake na tunajua suluhu ya matatizo yake. Tutainyosha, tutairekebisha, tutawapa hope upya. Na nyie ndio mtaingia kuongoza nchi. Nyie vijana mna kesho nyingi. We will train you namna ya kuongoza nchi. Mimi ni kama nyie. Mimi ni mfano wa nyie mliokaa hapo. Chukueni picha yangu nikiwa sauti pale, na mkando umekatika umetoboka. Leo niko hapa. You can be anybody that you want to be. Tunachohitaji ni mazingira. Haiwezekani wewe huwezi kuwa na competitive advantage sawa na mtoto wa waziri, kwa sababu wewe umesoma shule ya msingi Mapinduzi A, Kidumu na ufagio. Mwalimu mwenyewe hajui Kiingereza. Umeenda sekondari inaitwa shule ya sekondari ya kata, si ya Kitwiru. Umemaliza, umekuja hapa.
Alafu unakutana na mtoto wa Mwigulu Nchemba amesoma shule inaitwa Pampas Coluna Academy School. Alafu mnaenda kwenye interview, utawezana naye? Alafu interview inataka uzungumze Kiingereza. Tangu pale unapoteana. Tunataka tujenge nchi ambayo wote mna fursa sawa ili mshindane vizuri. Haiwezekani. Hebu fikiria kwamba hivi inawezekanaje kitu cha private kinakuwa bora kuliko kitu cha serikali? Ufisadi namba moja kwenye nchi hii ni pale unapokuta hospitali ya umma eti inazidiwa na hospitali ya John Heche ya mtu private. Wakati huyo mtu private anailipa serikali kodi, serikali hailipi kodi. Wakati huyo mtu binafsi anahitaji kibali serikalini ili afungue hospitali, serikali yenyewe haihitaji hicho kibali. Inakuwaje kitu cha private kizidi cha serikali ubora? Ndio mwanzo wa ufisadi. Tutahakikisha shule za umma, na sio kwamba tutafunga zile za watu binafsi. No, tutatengeneza shule za serikali ziwe bora kiasi kwamba mtu hataenda kwenye shule ya private, yeye mwenyewe atataka mtoto wake aje shule ya umma kwa sababu ni bora kuliko ile ya private. Kwa sababu sisi tuna resources zote. Sisi tunaweza kuzalisha kuliko mtu private. Tunataka hospitali ya serikali ndio iwe bora. Na hatutafunga za private, hapana. Lakini sisi ndio tutakuwa na vifaa namba moja kiasi kwamba zile za private zitashindwa hata kushindana na sisi na serikali. Kwenye zile sekta ambazo serikali itakuwa inafanyia kazi, tutaboresha. Inakuwaje benki ya Tanzania inakuwa efficient? Benki, wafanyakazi wa benki wanaenda kazini kwa muda, lakini wafanyakazi wa serikali anaenda anavyotaka. Kwa sababu hakuna usimamizi na hakuna accountability. Leo mtu anaweza kuua mtu na akaget away. Wanateka watu na get away. Tukiwa strict na tukarekebisha, yote hayataishi. Tunawahitaji vijana wa vyuo vikuu. Mkajenge chama hiki kwenye vyuo. Mkapiganie nchi. Nchi ni ya kwenu. Kwa ukweli wa Mungu kabisa, narudia, haki ya Mungu kabisa. Hata ukichukua malaika ukamweka ndani ya CCM, kesho atakuwa basi. Chukua malaika yoyote mbinguni, mshushe CCM mle, hawezi kubadilisha chochote kwenye nchi. The system is corrupt. System imeoza. Na system chini ya Samia Suluhu Hassan imeoza zaidi. Nepotism, upendeleo. Unajua kitu cha kwanza kwenye binadamu ni haya, ni kuwa na haya, aibu, conscience. Hivi katika kipindi ambacho watu wameuawa, watu wanalalamikia uchaguzi, unawezaje kumteua binti yako kuwa waziri na mkoa wako? Unawezaje? Fikiria hilo jambo. Tunataka tufikirie. Yaani katika hate ya tension tuliokuwa nayo, mtu ana uthubutu anateua mkwe wake. Anasema haitoshi, anateua na mtoto wake kuwa waziri. Huyo mtu ana uwezo wa kubadilisha nchi? Hapo kuna watu wanatumwa, eti wanaitwa usalama wa taifa. Fuatilia Heche. Usalama wa taifa, fanyeni kazi ya kurekebisha nchi. Nchi ina matatizo makubwa, na mkiendelea hivi mtaiingiza shimoni. La mwisho, mwenyekiti wetu yuko ndani sio kwa sababu amekosea. Yuko ndani kwa sababu anataka wewe uwe na fursa sawa na Abduli. Yuko ndani kwa sababu anataka rasilimali zetu zitumike kwa ajili ya kubadilisha maisha yako. Yuko ndani kwa sababu anataka mama yako yule anayeugua pale kijijini atibiwe sawa sawa na Samia Suluhu Hassan. Mwenyekiti wetu yuko ndani kwa sababu hataki yoyote akose ada, ashindwe kusoma. Tunataka mtu yoyote afikie full potential ya maisha yake mwenyewe, lakini sio kwa kisingizio kwamba nilikosa ada, sio nilisoma pabaya. Mwenyekiti ndio anachokipigania.